Bwana Yesu asifiwe sana, mabibi na mabwana, vijana wa kike na wa kiume, wazee na watoto, watumishi wa Mungu popote pale mlipo. Kutoka hapa nilipo mahali fulani hivi, nataka kuongea na wewe kwa habari ya tukio kubwa ambalo litaenda kutokea hapa Dar es Salaam siku ya kesho. Mimi kama katibu mwandalizi wa hilo tukio, niko hapa kukukaribisha. Usikose. Tukio gani basi? Tukio lenyewe ni kuachia kitabu ambacho kimeandikwa maisha yako utukufu wake. Maana yake maisha yako unayoishi ni utukufu wa Mungu aliyekuumba. Hivyo basi, kutoka popote pale ulipo, njoo, mwite na rafiki yako, mwite na jirani yako aje ili asikose baraka hii ya kitabu hiki. Kitabu hiki kimeandikwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji Catherine Abihudi kutoka Marekani. Ni Mtanzania ambaye anaishi Marekani. Ndani ya hicho kitabu kuna vitu vingi vitakavyokufaa kwa ajili ya maisha yako. Maana kwenye hicho kitabu kuna historia ya maisha yake tangu alipokoka akiwa mtoto mdogo, akaanza kumtumikia Mungu akiwa kijana mdogo, kama ambavyo vijana wengi mnanisikia wakati huu popote mlipo, na mpaka sasa yuko kwenye ndoa yake kwa miaka 30 na ameshinda kila aina ya changamoto. Hivyo hiki kitabu kiko kukutia moyo wewe ambaye unapita kwenye matatizo ya mahusiano ama matatizo ya kumtumikia Mungu ama shida nyingine yoyote ile. Lakini pia hiki kitabu kimesheheni jumbe nyingi za kukutia moyo. Hivyo basi nikuombe, karibu sana siku ya kesho tarehe 8 mwezi wa 3. Mahali ni Serena Hotel. Ukumbi unaitwa Kivukoni. Tafadhali fika. Nipigie namba zangu mimi hapa, Teddy Kamoga, mwimbaji wa nyimbo za Injili, 0755 28 24 28. Karibu sana na kuhakikishia hautakuwa kama ulivyokuwa. Amen. Amen. Ni mimi mchungaji Catherine Abihudi, ninayo furaha sana kuwepo mahali hapa na hasa katika nchi yangu kwa mara nyingine tena, na kuna nafasi pekee mno ya kuweza kukutana nawe siku ya kesho tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Najua ni siku ya pekee, ni siku ya wanawake, lakini kwetu sisi ni siku ya upendeleo itakayokusanya watu wa aina wote. Hivyo napenda nikukaribishe kwenye ibada maalum sana ya kuweza kurelease kitabu nilichokuwa nimeandika, tena ni kwa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo inaweza kusomeka na watu wote. Napenda tu nikupe kadondoo kidogo. Ninajua umeweza kuhudhuria book release nyingi au book launch nyingi, lakini ndani ya moyo wangu nilisikia issue sio swala tu la watu kusoma kitabu, lakini watu kupata uwisho, kupata uvuvio na kuwa inspired, kuinuka na kufanyika kile ambacho Mungu amekuitia. Nayo ni kwa sehemu ya kila mmoja. Niwatie moyo wazazi, karibu. Kwenye kitabu hiki kuna sehemu yako. Niwakaribishe vijana wa kike na wa kiume. Ndani ya kitabu hiki una sehemu yako. Niwakaribishe watumishi wa Mungu wa ngazi na wa aina zote. Ndani ya kitabu hiki ipo sehemu yako. Maana kama isingelikuwa mtumishi wa Mungu au watumishi wa Mungu walionilea, yamkini mimi nisingekuwa hapa. Ndani ya kitabu hiki upo wewe ambaye Mungu anakutia moyo kusimama na kufanyika kuwa msaada na kutimiza maono ya mtu mwingine. Ndani ya kitabu hiki maisha yako, utukufu wake utajikuta we mwenyewe. Kwa hiyo ninakutia moyo, karibu, jipatie kopi yako, shiriki pamoja nasi. Tutakuwa na nafasi ya kuomba, lakini pia tutakuwa na VIPs, yani very important people, na hao ni wewe pia. Kwa hiyo njoo uchukue kiti chako, wahi mapema saa 4 kamili ili tuweze kumaliza mapema, maana ninajua tunazo shughuli nyingi za kuziendea. Na mara baada ya kumaliza tutakuwa na wakati kwa wale ambao wana nafasi ya kukaa, tuongee kidogo, tukaribishane nyumbani, tuzungumze, maana imekuwa ni muda mrefu. Moyoni mwangu ninatarajia kukuona. Again niseme welcome very much. Na usije peke yako, njoo na mwingine.
Nijibu swali la wengi wanauliza, je, kuna kiingilio? Hapana, hii ni ibada, haina kiingilio, lakini utakuwa na nafasi yako binafsi ya kuweza kubariki Mungu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi hii kadri vile utakavyojiandaa. Kwa hiyo njoo umejiandaa, utakuwa ni wakati wa pekee sana. Ninakupenda. Tafadhali utakapofika kesho niambie, ni mimi niliyokuwa na kuangalia kwenye Facebook, kwenye mtandao, na nimekuja kukuambia haya. Usiniogope, ninakupenda na Mungu akubariki. Ni wapi? Serena Hotel, saa 4 kamili. Bwana Yesu asifiwe, na wasalimia katika jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa Mary Amos. Naomba nichukue fursa hii niwakaribishe siku ya kesho tarehe 8 kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu cha mtumishi Catherine Abiudi, ambaye ni mama yangu mimi, amenilea tokea nikiwa mdogo. Hivi unavyoniona ni matunda yake. Kwa hiyo nakukaribisha sana sana sana, usipange kukosa siku ya kesho, itakuwa ni siku ya baraka sana kwako.